Mimi nitarudia kusema tena na tena kwamba Jonathan Soa, ukiondoa utukutu aliokuwa nao, ukiondoa nidhamu ndogo ambayo alikuwa nayo katika uwanja, ukiondoa ukorofi aliokuwa nao, ni mchezaji ambaye ana shape ya kumshawishi kila mwalimu kuwa naye katika kiwanja. Ni mchezaji ambaye ana ushawishi wa kila timu kuamini nikiwa na Soa naweza nikapata matokeo. Naweza nikaifanya defense isiwe huru kuweza kupanda zaidi kwa sababu Soa anakupa vitu vingi. Kwanza ni mtu ambaye anaweza kujiposition katika eneo la mwisho. Pili ni mtu ambaye mwenye nguvu. Umeelewa vizuri? Lakini tatu ni mtu ambaye amejengeka. Yaani kwa kumtazama tu anakuwa tishio kwa mpinzani. Kwa katika mazingira kama haya, kwa kila timu, kwa kila mwalimu ata opt kuwa na Jonathan Soa. Lakini kinachomsumbua Jonathan Soa ni psychological problem. Ana tatizo la kisaikolojia kwa maana ya kwamba ameshindwa kujipambanua kwamba kwa sasa mimi ni mchezaji mpira na ninatumikia klabu ya Simba kwa uhalali na ni mtumishi wa klabu ya Simba. Yeye katika mwili anaitumikia Simba, lakini katika akili anaiwaza Yanga. Hilo ndio kitu ambacho kinakuwa kigumu zaidi. Makosa ambayo anayafanya Soa ni makosa ambayo yanajirudia mara kwa mara. Nenda kimataifa, mechi iliyochezwa kule Mali na Stade Malien, ameingia tu kutoka bench, amekwenda kufanya madhambi kwa goalkeeper. Nenda tena mechi nyingine ya Mbeya City, ameingia tu amekwenda kufanya madhambi. Nenda mechi ya Azam, ameingia tu amekwenda kufanya madhambi. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni mtu ambaye anafanya makosa ya kujirudia, yani kujirudia. Kwa hiyo mimi naamini hata kamati ikija ikikaa kuweza kutazama kwa utaratibu, watagundua kwamba ni mchezaji ambaye ana makosa ambayo yanajirudia na wakati mwingine anakuwa hana umiliki wa mpira, yeye anakwenda kufanya madhambi ya makusudi. Bwana Falia, tafadhali bashkura ni mwanamichezo mwenzetu popote pale ulipo. Karibu tena dimbani. Jina langu naitwa Cisco. Njoo tukujuze kile ambacho tumekuandalia kikiwa kinapewa nguvu kubwa pia na Bati Quality. Ni kampuni bora kweli ya Kitanzania inayozalisha na kusambaza bati aina zote. Zinapatikana za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, na zile pia zenye matilio ya chenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati pia utapata misumari pamoja na usafiri bure popote pale ndani ardhi ya Tanzania. Waranti yake ni ya muda mrefu, miaka 10 ya uangalizi, lakini usijisaurishe kwamba bati unanunua wewe anakuja kutamba nayo kijana wako. Na cha kufurahisha zaidi bwana, bati zetu zipauki na wala zishiki kutu. Sasa karibu tuzungumze naye Steven Mapunda, uwe nasi bwana sako kwa bako. Lakini taarifa kubwa nyakatizi ni kwamba simrifurahia yaliyomkuta Ibrahim Abdullah Baka, basi pia furahini kwa sababu hiko ndicho ambacho tunakitaraji kumkuta Jonathan Soa kwa kile ambacho amekifanya. Basi na Soa out. Na taarifa mbaya zaidi bwana, Soa huenda akawakosa Young Africans kwenye mechi ya kwanza ligi kuu ya soka Tanzania bara. Ikumbukwe alikosa pia Young Africans kwenye mchezo ambao uliwakutanisha mapema tu kabla ya ligi kuu ya soka Tanzania bara. Iko hivyo Yes. Ngao ya Jamii alikosa sehemu ya mchezo ule baada ya kufanya madhambi mechi ya finali ya CRDB Federation. Kupewa red card ambayo ilienda hadi kuaffect mwanzoni mwa msimu wanapokwenda kukutana na Young African katika mchezo wa ufunguzi wa Ngao ya Hisani. Na atakwenda tena kuwakosa kwenye mchezo wa kwanza wa ligi kuu ya soka Tanzania bara kwa msimu huu, kwa maana watakapokutana Young Africans na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa lugha nyepesi unaweza kusema kwamba Soa ni kana kwamba kuna kitu hakiko sawa kati yake na Young Africans, maana kila wanapokaribia kukutana yeye huwa anawakwepa. Of course mimi nitarudia kusema tena na tena kwamba Jonathan Soa, ukiondoa utukutu aliokuwa nao, ukiondoa nidhamu ndogo ambayo alikuwa nayo katika uwanja, ukiondoa ukorofi aliokuwa nao, ni mchezaji ambaye ana shape ya kumshawishi kila mwalimu kuwa naye katika kiwanja. Ni mchezaji ambaye ana ushawishi wa kila timu kuamini nikiwa na Soa naweza nikapata matokeo. Naweza nikaifanya defense isiwe huru kuweza kupanda zaidi kwa sababu Soa anakupa vitu vingi. Kwanza ni mtu ambaye anaweza kujiposition katika eneo la mwisho. Pili ni mtu ambaye mwenye nguvu. Umeelewa vizuri?
vizuri lakini tatu ni mtu ambaye amejengeka, yani kwa kumtazama tu anakuwa tishio kwa mpinzani. Kwa katika mazingira kama haya, kwa kila timu, kwa kila mwalimu ata opt kuwa na Jonathan Soa. Lakini kinachomsumbua Jonathan Soa ni psychological problem. Ana tatizo la kisaikolojia kwa maana ya kwamba ameshindwa kujipambanua kwamba kwa sasa mimi ni mchezaji mpira na ninatumikia klabu ya Simba kwa uhalali na ni mtumishi wa klabu ya Simba. Yeye katika mwili anaitumikia Simba, lakini katika akili anaiwaza Yanga. Hilo ndio kitu ambacho kinakuwa kigumu zaidi. Makosa ambayo anayafanya Soa ni makosa ambayo yanajirudia mara kwa mara. Nenda kimataifa, mechi iliyochezwa kule Mali na Stade Malien, ameingia tu kutoka bench, amekwenda kufanya madhambi kwa goalkeeper. Nenda tena mechi nyingine ya Mbeya City, ameingia tu amekwenda kufanya madhambi. Nenda mechi ya Azam, ameingia tu amekwenda kufanya madhambi. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni mtu ambaye anafanya makosa ya kujirudia, yani kujirudia. Kwa hiyo mimi naamini hata kamati ikija ikikaa kuweza kutazama kwa utaratibu, watagundua kwamba ni mchezaji ambaye ana makosa ambayo yanajirudia na wakati mwingine anakuwa hana umiliki wa mpira, yeye anakwenda kufanya madhambi ya makusudi. Tukiliangalia ile kosa ambalo alikuwa amelifanya dhidi ya Himidi Maunkami mechi na Azam FC, tukiangalia Simba walikuwa katika move ya kushambulia. Wakati wanashambulia, mwalimu anashindwa kupiga kwa usahihi kwenda eneo la katikati. Unanaswa mpira na Himidi Mao anaanza kudrive kutoka katika eneo la hatari, wanaelekea katika eneo la kwenda kuweka mpira katika eneo la usalama. Wakati ana drive, Jonathan Soa anakimbia katika mkimbio ambao wanasema wako katika opposite direction. Anakimbia katika mkimbio ambao mpira uko mbele, Himidi Mao Mkami huko nyuma. Anauacha uelekeo wa mpira, anakwenda kwenye mwili wa Himidi Mao, anakwenda kumpush, na sio kumpush tu, yani anampush alafu anaongezea pushing zaidi, yani anakwenda kumgusa alafu anaongezea na mkono, kwa maana kwamba anaongezea kiwiko ambacho Himidi Mao anakwenda kuanguka chini. Na katika tukio hilo ndio linakwenda kupelekea refa kumaliza mpira, kwa maana kwamba dakika zimemalizika, ambapo ilikuwa na uwezekano kabisa wa kuweza kumwadhibu, kuweza kumpa kadi aidha njano au straight red card. Lakini haya ndio makosa ambayo marefali wanayafanya, lakini baadaye kuna kamati maalum huwa inakaa na kuweza kutazama makosa madogo na makubwa ambayo yamefanywa na safu nzima ya waamuzi, kwa sababu kuna kwa na maamuzi wa katikati, kuna waamuzi wawili wa pembeni, kuna fourth official, lakini pia kuna maamuzi mwingine ambaye anakuwa anakaa nyuma ya lango na nyuma ya lango. Kwa hiyo katika waamuzi seti nzima ya waamuzi ambao wanafika seti ya watu 5 wanashindwa kuliona kosa kama hili. Kwa hiyo baada ya watu wao kutokuona kosa kama hilo, kamati ya masaa 72 inakwenda kukaa na kupreview mchezo husika. Na wakibaini kwamba mtu huyo ana shida ambayo ameifanya, muamuzi akuweza kumwadhibu, basi inakwenda kumkuta lungu kama lilomkuta Ibrahim Baka. Na kwa taarifa zilizo mpaka hivi sasa, Jonathan Soa tayari anakutwa na hatia. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwanza amekwenda kulitenda kosa akiwa hana umiliki wa mpira. Kwa sababu kuna mazingira ambayo watu wanatazama. Mazingira, eneo la kwanza la kosa wanaangalia kwanza nguvu iliyotumika. Imetumika nguvu kiasi gani. Na eneo la pili wanaangalia pia nia iliyotumika. Ilikuwa nia yani nia yake ilikuwa ni nini? Alikuwa na nia gani? Umenielewa vizuri? Ukiangalia Jonathan Soa, umiliki wa mpira ulikuwa kwa Himidi Maunkami. Jonathan Soa anaacha nia, kwa sababu kwenye mpira nia ya kwanza ni kumgusa mpira. Hiyo ndio nia ya kwanza. Kwa hiyo unapoacha nia ya kwanza kwenye kugusa mpira kwenda kugusa mwili, it means kwamba wewe unakuwa umeshafanya nini? Makosa direct. Sasa ili kuweza kutafsiri nia yako ilikuwa mbaya kiasi gani, ndio inakuja nguvu iliyotumika kwenye nia yako, umetumia nguvu kiasi gani. Lakini pia eneo lingine wanaangalia nafasi kati ya nyio wawili, aliyekuwa na mpira na asiyekuwa na mpira. Aidha aliyekuwa na mpira alitenda madhambi, je, nafasi yake ilikuwa katika eneo lipi? Na asiyekuwa na mpira alifanywa madhambi, nafasi yake ilikuwa katika eneo lipi? Lakini pia wanaangalia eneo lingine, muktadha wa tukio lilikuwa na muktadha gani? Katika ule umiliki wa mpira kati ya wale wawili
ulikuwa na umbali gani kati yao? Kati yao nani alikuwa anafaidika na ule mpira? Ukiangalia katika hali ya kawaida, Imidi Mao Mkami ndio alikuwa na drive ule mpira. Tafsiri yake ni nini? Kwamba Imidi Mao ndio alikuwa ananufaika na ule mpira kwa sababu alipiga kwenye direction ambayo yeye anakimbia. Wakati huo Jonathan Soa ametoka katika position ya tofauti ya ule mpira, yani ametoka opposite direction na Imidi Mao Mkami. Yani Imidi Mao Mkami anaelekea hivi, Jonathan Soa anatokea hivi, anakuja hivi, anauacha direction ya mpira, anakuja kugusa mwili wa mtu. Kwa hiyo pia inapelekea kuweza kuadhibiwa. Lakini eneo lingine ambalo linatazamwa, wanaangalia pia madhara ambayo yanapatikana baada ya mguso wa nguvu kutokea. Ingawa eneo hili linakuwa halina nguvu zaidi, inawezekana baada ya kumgusa mtu alichanika mdomo, umeelewa vizuri, au mtu alivimba, au mtu alitoka damu, umeelewa vizuri. Wanaangalia pia, ingawaje unaweza ukatoka damu, unaweza ukachanika, na isiwe sehemu ya kuweza kupewa adhabu, kwa sababu kuna wakati mwingine mtu anaweza akajigonga, au anaweza akaanguka vibaya, au mnaweza mkaruka juu wote mnawania mpira mkapiga kichwa, mkakosa mpira mkagongana vichwa. Hayo yameshatokea. Tumeshuhudia hata dabi ya Kariakoo. Tulimuona Kibwana Shomari pamoja na Kibu Dennis waligongana vichwa, kama unakumbuka. Lakini hakuna ambaye alipata red card, wote walipasuka kama unakumbuka vizuri. Kwa mazingira kama huwa yanatokea, lakini pia kama ikitokea ni moja kwa moja kwamba mmoja alikuwa na intention ya kwenda kuumiza mwili wa mwingine, yule anakuwa na adhabu. Lakini pia eneo lingine wanaliangalia ni eneo ambalo limefanyiwa madhambi. Umefanyia madhambi katika eneo lipi? Umemfanyia madhambi katika kichwa, umemfanyia madhambi katika macho, katika uso, katika mdomo, katika shingo, umeelewa vizuri, sehemu za siri na kadhalika. Ukimwangalia Ibrahim Baka aliadhibiwa baada ya kurusha teke katika eneo ambalo ni hatarishi, kwamba kama isingekuwa wanasema kwamba kama isingekuwa kudra za Mwenyezi Mungu ingekuwa ni jambo lingine. Lakini yote katika yote tumeona kwamba kile ambacho kilikuwa kimefanyika na adhabu ilitokea, na tumeiona intention ambayo ilikuwa imeonekana kwa Jonathan Soa. Lakini pia kwenye kufungiwa michezo 5 na kamati ya saa 72 itatengeneza zaidi discipline kwa upande wake, lakini pia itatengeneza discipline kwa watu wengine ili kuweza kuondoa kitu kinaitwa double standard, kwa sababu linaweza likatokea jambo hili kwa mchezaji mwingine ikatokea watu wakainua maneno zaidi, kwa sababu ilishaonekana kwa Jonathan Soa aliweza kufanya jambo kama hilo, lakini haikuweza kutokea adhabu yoyote ile. Kwa hiyo mimi nafikiri katika hili Jonathan Soa ana cha kujifunza, lakini pia Simba Sports Club upande wa kitengo cha saikolojia wanatakiwa waweze kufanya kazi ya ziada, kwa sababu kama ameanza hivi atakuja kuwagharimu katika safari za huko mbeleni. Bwana hivyo ndivyo ambavyo Jonathan Soa na yeye kitamramba kama kilivyomramba mwenzie kutokea pale Young Africans Komanda Ibrahim Abdullah Baka. Toa maoni yako na tuambie, Soa anastahili kula ban ama shughuli iko vipi? Tunasubiri kamati keti itupe majibu. Tukio lake na la Baka lina tofauti gani? Wewe pia nao unaweza kuchangia hapo kwenye comment ukatuambia namna ambavyo mambo haya jinsi yalivyo. Lakini nikukumbusha nguvu kubwa pia tunapora Bat Quality, kampuni bora ya Tanzania inazalisha na kusambaza bati aina zote, migongo midogo, migongo mipana na mfano wa kigai pia zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Kununua mabati bwana ni sumari na usafiri bure popote pale ndani ya ardhi ya Tanzania. Jina langu naitwa Cisco Michael Always, nyuma ya kamera Steven Mapunda, chambuzi wetu wa dhamu siku hii ya leo. Sina la ziada, itoshe kusema waila lika, maasalam.